Mtumishi wa Mungu, ninakukaribisha sana katika ibada hii, ujisikie vizuri. Na kwa kawaida mtu anapoandaa chakula chake vizuri, na tumesha kunywa chai na tayari tumekula na vitafunwa fulani hivi, na kuna wakati ambapo kwenye maharusi huwa wanaandaa meza ndefu ndefu zile, kabla tujaingia kwenye tukio huwa tunapitia pale. Mwambie jirani, tulikuwa tunakula vitu vya mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vya mapema vinakuhamasisha kujua tukio lililoko mbele yetu. Tunalo tukio kubwa sana ambalo Mungu anataka kutuhudumia. Kwa hiyo katika mazingira hayo tunahitaji kujua kwamba Mungu wetu ni mzuri, na ndio maana hata wale wanaoandaa hizo sherehe wanaandaa vitu vya namna hiyo kwa makusudi kabisa, ili kukukaribisha vizuri mtumishi wa Mungu uliyekuja, na ujue kila ambacho ulikitoa na kile ulichofanya ni kwamba ni kwa furaha hiyo sasa unayoiona. Kwa kile kinachotokea pale, manake Mungu au mtu yule au hiyo hafla ambayo imeandaliwa ni kwa ajili yako, na ujijue kwamba tayari uko hapo umekaribishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata sasa tunakukaribisha wewe ambaye umekaa nje, tunasema karibu tena, kuna chakula kingine, ili kwamba tuendelee pamoja kula chakula hiki kizuri tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watumishi wa Mungu, ni watangulie kusoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 2. Tutasoma ule mstari wa 1, lakini pia tutasoma mstari wa 13. Maandiko matakatifu kama yalivyoandikwa na kunukuliwa na watumishi wa Mungu. Nyakati wa 2 au Mambo ya Nyakati wa 2 sura ya 5, tutasoma aya ya 1, lakini pia nitasoma ile mstari wa 13. Maandiko yanasema hivyo: ikaisha kazi yote Sulemani aliyoifanyia nyumba ya Bwana. Sulemani akaviingiza vitu alivyovitakasa baba yake Daudi, fedha na dhahabu na vyombo vyote, akavitia ndani ya hazina ya nyumba ya Mungu. Ndipo tunasoma ule mstari ule wa 13. Biblia inasema hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakizisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti zao pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu na nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Haleluya. Watumishi wa Mungu, tusalimiane tena kwa kupungiana mikono namna hii. Msalimie jirani yako, mwambie jirani, karibu tena mtumishi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Mungu yuko hapa kutuhudumia kabisa, na yuko tayari kututia nguvu mahali ambapo ulikuwa umevunjika moyo. Mungu yuko hapa ili kutusaidia. Maandiko niliyosoma yanahusisha habari ya kazi ya mfalme Sulemani ambayo Mungu alimpa, na kabla ya hapo Daudi baba yake alitamani kujenga hekalu, lakini Mungu alimkataza. Lakini alimpa kazi kubwa sana ya kukusanya fedha, kukusanya vifaa mbalimbali kwa ajili ya ujenzi wa hekalu. Na baada ya kukusanya fedha zote na vitu vyote vikawa tayari, lakini tamani yake ilikuwa ni kwamba ijenge nyumba ya Bwana. Lakini katika yote Mungu alikataa kwamba yeye hataweza kujenga, kwa sababu moja tu ya kwamba mikono yake ilimwaga damu. Kwa nini? Kwa sababu katika kipindi cha utawala wake alikuwa na vita na maadui wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitu ambacho kilikuwa kinatafutwa pale, Mungu anataka mikono safi ili iweze kuijenga nyumba ya Bwana. Kwa hiyo Mungu akaamuru kwamba mtoto wake atakayemzaa, huyo ndiye atakayejenga hekalu. Kwa hiyo Biblia inasema wakati ambapo Sulemani akawa amemaliza kazi ya kuijenga nyumba na sasa anataka kuitakasa, manake makuhani waweze kuifanya kazi yao ya kuitakasa nyumba, manake kuiweka wakfu. Na ndio maana tunajua hata tunapofanya ibada zetu za kutakasa hekalu, na hata hii nyumba ilitakaswa. Nilikuwa nasoma hapo kwamba mwaka 2020 nyumba hii ilitakaswa. Tumpigie Yesu makofi kwa kazi nzuri iliyofanyika.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Sulemani naye alikuwa katika kipindi hicho ambacho anataka watumishi wa Mungu waitakase nyumba ya Bwana. Na wakati anajiandaa anasema vitu vyote vikawa tayari. Fedha zimeandaliwa tayari, kila kitu kimewekwa tayari. Vifaa vyote vya dhahabu vimewekwa tayari. Nimesikia watu hapa wanasema ni wachimbaji wa dhahabu. Kwa hiyo hata kanisani tunahitaji dhahabu. Tunahitaji vitu vya thamani ndani ya nyumba ya Bwana. Kwa katika maisha ambayo tunahitaji kuishi, tujue kwamba Mungu anathamini sana maisha ya kila mtu. Maisha yako ni ya thamani sana mbele za Bwana. Mungu anaona uthamani wa maisha yako. Kwa hiyo unahitaji kwamba unapoishi, fahamu kwamba Mungu anakuona wewe ni wa thamani. Na Mungu anajua ya kwamba wewe ni mtu wake. Na Mungu anajua kwamba wewe ni mtumishi wake. Na anajua mazingira ulio nayo yasikusumbue. Sikiliza, mtumishi wa Mungu Daudi aliyetamani kujenga hekalu, lakini akaachilia ile neema ambayo Mungu aliachilia kwake, Mungu akaachilia kwa mtoto wake anaitwa Sulemani. Kwa hiyo ilipokuwa tayari nyumba, akaandaa mazingira. Akawaandaa, makuhani walikuwa tayari kwa ajili ya kazi. Waimbaji nao walikuwa tayari kwa ajili ya kazi ya kuimba. Na Walawi nao walikuwa tayari. Pamoja na wote wapiga vyombo nao walikuwa tayari. Kwa hiyo hii kitu hicho tunakifanya leo ni ile kazi ambayo waliifanya wenzetu nyakati zile. Makofi mengi kwa Yesu wetu. Najaribu kukusogeza kidogo ujue kwamba Mungu yule aliyeabudiwa nyakati zile ndiye Mungu yule yule ambaye tunamwabudu leo. Anaweza kujibu shida lako hata leo hii. Haleluya. Lazima ujue ya kwamba Mungu yuko na ya kwamba Mungu anaweza. Na hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Na leo kwako itawezekana katika jina la Yesu. Hata yale ambayo wewe umeona kwamba ni shida kabisa na hujawahi kuona kwamba inawezekana, sikiliza ndani kwambie, amini tu. Amini kidogo tu. Na ukiamini kidogo utapokea makubwa kabisa kwa Mungu. Huyu ni Mungu ni mzuri, sijawahi kumuona. Maana peke yake anastahili. Na ndio maana wale watu walipoimba, walipoanza kuimba, waliporuhusiwa na kupewa nafasi ya kuimba. Na ndani niseme nyinyi waimbaji mnaoimba, sikiliza. Biblia inasema katika Zaburi ya 150, kila mwenye pumzi na msifu nani? Manake kila mtu haijalishi sauti ni ya 9, ya 10, lakini msifu Bwana. Lakini wapangiliaji wa sauti tunawaona kwenye kipengele hiki cha sura cha ule mstari wa 13. Anasema hivi, wakaisikizisha sauti. Manake nini? Manake mvumo wa sauti ya kwanza ulikuwa vizuri. Mvumo wa sauti ya pili ulikuwa vizuri. Mvumo wa sauti ya tatu ulikaa sawa. Mvumo wa sauti ya nne, nataka nikwambie, walipoimba, nataka nikwambie, mbingu zikatikisika. Watumishi wa Mungu walipoimba, nataka nikwambie hivi, kuna raha katika kuimba. Kuna nguvu ya Mungu huwa inashuka wakati wa kusifu Mungu. Watu hapa hao walipoamua kumsifu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua wako mbele za Bwana. Na ndio maana tunahitaji kujua umuhimu wa kumfanyia Mungu ibada ya kuimba. Na ni lazima tujue kwamba kuimba ni ibada. Na ndio maana mwingine anaweza kufanya kama vile anafanya ni mchezo. Sikiliza, kuimba ni ibada. Na ni ibada kamili kabisa ambayo Mungu mbinguni anaifurahia. Kwa nini? Kwa sababu katika kuimba kunaweza kusababisha mambo makubwa yakatokea. Yakatokea wapi? Yakatokea kwako wewe mwenyewe unaimba. Kwa nini? Lakini tunataka tujue hasa umuhimu wa mtu kumfanyia Mungu ibada ya kuimba. Jambo la kwanza ni kumpa Mungu utukufu. Maana Mungu anapewa utukufu katika nafasi ya kumpa Mungu sifa. Lakini nategemea ni Mungu yupi unayemsifu. Ni nani ambaye unamtukuza? Ni nani ambaye unampa hicho unachompa? Nafasi yako kama mtumishi wa Mungu unampa nani? Kwa hiyo huyu Mungu ambaye Sulemani alikuwa anamwendea, alimjua ya kwamba huyu ni Mungu wa baba yake, ambaye alifanya mambo makubwa kwa baba yake Daudi. Lakini pia anaona kuna mambo makubwa ya ajabu ambayo sasa hata yeye amemtendea katika kipindi chote cha kujenga hekalu. Aliona mambo makubwa akimsaidia. Kwa nini? Katika yale yote ambayo alikuwa anayaandaa na katika kazi zote za mikono za ujenzi wa hekalu. Na hekalu lile linasemekana kwamba lilikuwa ni hekalu nzuri kuliko mahekalu mengine yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika nyakati zile za Biblia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho wakati wenzetu wanaendea madhabahu, waliendea madhabahu kwa kumheshimu Mungu. Waliendea madhabahu kwa kujua kwamba huyu tunayemwabudu ni Mungu wa kweli. Na ni Mungu ambaye ametuumba.
Kwa hiyo unapoishi au unapoimba, tambua ya kwamba unayemwimbia huyo ni Mungu ambaye amekupa uzima. Huyo ni Mungu aliyekupa maisha. Huyo ni Mungu aliyekubarikia. Huyo ni Mungu aliyekupa nafasi hiyo ulionayo. Ni nani? Ni Mungu, apewe heshima yake kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuache mtindo wa kusifu kana kwamba tunamsifu mtu fulani. Ni lazima tubadilike, tujue ya kwamba Mungu wa mbingu na nchi anahitaji sifa yako. Anahitaji kuona unamheshimu. Anahitaji kuona kwamba unamtukuza yeye kama Mungu. Anatamani kuona hata kama hujaimba, lakini ndani yako unasema sijawahi kumwona Mungu kama yeye. Hata ukitembea na mwili wako ulionao kama wa kwangu, unasema hakika sijawahi kumwona Mungu anayeumba wembamba kama mimi hapa. Hata wewe uliye mnene unasema hakika sijawahi kuona Mungu anayeumba wanene, ni wewe peke yako uliye Mungu. Kwa nini? Unamtukuza yeye aliyeheshimiwa sana, ambaye ni mheshimiwa kuliko waheshimiwa wengine wote. Tumpigie Yesu mheshimiwa, Yesu aliyeko mbinguni. Huyo ndiye mheshimiwa. Kama wapo waheshimiwa ambao duniani tumewapa heshima, sikiliza, tuwape kidogo kidogo, lakini yupo ambaye anastahili zile heshima ambazo hizo heshima amewapa na wengine heshima. Na ndio maana na wewe unaheshimiwa kwa sababu mwenye heshima amekukubali. Mpigie Yesu tena makofi. Yaani upako kwa sababu tu Mungu ameachilia yako kaupako. Usijivune kwa sababu kakupako. Unisikilize mtumishi wa Bwana. Unisikilize mtumishi wa Mungu. Mwenye upako mkubwa ni Mungu peke yake. Na huyo ndiye huwa anashusha upako kwa watu, huyo peke yake. Na huyo peke yake ndiye anainua watu, huyo peke yake. Huyo anaweza akakuinua, tena anaweza akakushusha, huyo peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mahali unapokaa, mahali unapoketi, mahali ambapo Mungu amekupa hiyo heshima, kaa vizuri mtumishi wa Bwana. Acha maringo kabisa. Kaa vizuri kwenye uwepo wa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema hivi, aliposikia sifa za watumishi wa Mungu, aliposikia watumishi wa Mungu wanaimba, aliposikia wanatamka neno la baraka, wanamwimbia yeye aliye hai. Mungu mbinguni anasema hivi, akashusha ile nguvu na uwepo wake. Watu wale wakaanza kuona nguvu za ajabu zinatembea. Biblia inasema hakika wale watu wote wakakaa kimya. Kwa nini? Nguvu ya Mungu ikishuka, hayupo mtu anaweza kusimama tena mbele. Biblia inasema makuhani walikuwa tayari kwa zamu, lakini ile zamu ilikatika. Kwa nini? Uwepo wa Bwana. Nguvu ya Bwana ikiingia mahali, wala hatuhitaji tena kusema mengine. Kwa nini? Mwenye uwezo na nguvu ameingia, mwenye mamlaka amekuja, mwenye usemi amekuja, na aje kwako katika jina la Yesu Kristo. Anakuja sasa na wewe kusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kama ulikuwa na shida yoyote, mwambie leo, amekuja katika jina la Yesu Kristo. Ataipenya shida yako hiyo nayo katika jina la Yesu. Wewe mpe heshima tu, yeye atakutoa hapo ulipokuwa, atakushika na mkono. Hata kama kuna watu walisema kwamba haiwezekani kukua na kuwezeka, utakuwa kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama watu walikuwa wanafikiria kwamba huwezi kuwa mfanya biashara mkubwa, iko siku inakuja na wewe utakuwa mfanya biashara mkubwa. Hata kama wanafikiria kwamba wewe utaenda shule, hata wewe watoto wako wataenda shule katika jina la Yesu Kristo. Hata kama watu wanafikiria kwamba huwezi kufanikiwa, hii ndio wakati ya kufanikiwa sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nisikilize mtumishi wa Bwana. Kuna mtu hapa anaenda kunyanyuliwa. Kwa nini? Mungu ameona kesho lako, ameona mateso yako kabisa, ameona hilo kesho lako linayeyuka katika jina la Yesu Kristo. Hizo njia ambazo zinakupeta kwenye maisha yako zinaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Moyoni mwako kuchukua hatua ya kumsifu Mungu. Ndani ya moyo wako weka mka neno ndio kwamba sijawahi kumwona kama wewe. Umeniumba mimi ni wa ajabu kabisa, ni wa ajabu. Unashangaza Mungu wa ajabu. Hata mimi niko kwenye kiti kama kile. Hata wewe unashangaa. Hata wewe mwenyewe unajua, mwenyewe unajishangaa. Hata ulipo wewe mwenyewe unajishangaa. Kwa nini? Kwa sababu Yehova amekukubali. Jamani, tungekuwa tunapiga makofi mengi kwa sababu Mungu amekukubali. Haleluya, haleluya. Haleluya, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo unahitaji kujua kama Mungu anahitaji sifa. Sikiliza. Na ndio maana hata hapo waimbaji walipoimba, uwepo wa Bwana ulishuka. Nguvu za Bwana zilishuka. Kwa nini? Watu mkimwendea Mungu kwa unyenyekevu, Mungu huwa anashuka. Mahali penye kiburi, Mungu anaondoka kabisa. Na ndio maana uwepo wa Bwana uko hapa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anachotaka kuona kwenye maisha yako
ni vile unanyenyekea. Sikiliza mtumishi wa Mungu, nyenyekea mbele za Bwana aliye hai. Huyo peke yake ndiye anayeweza kutuinua mahali ambapo hatukutaka kufika wala hatukufikiri tunaweza kufika. Mungu anawainua watu kutoka kiwango kingine kwenda kiwango kingine, na kunyanyua na wewe kutoka kiwango kwenda kingine katika jina la Yesu Kristo. Hakika na watoto wako ambao wameshindikana, yeye anakwenda kuwainua. Hata kama umejaribu kufanya vile na vile, wewe hakika mambo hayaendi. Hasa Bwana amesikia msiba wako, anaenda kufanya katika jina la Yesu Kristo. Anaenda kutembelea nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Anaenda kutembelea ndoa yako yenye misukosuko, anaenda kuleta amani katika jina la Yesu. Hata mahali penye biashara wateja hawaingii dukani, anaenda kuleta watu dukani katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu ya Kristo katika jina la Yesu. Ule upako ulioshuka wakati ule wa kuweka watu hekalu, na ushuke na kwako katika jina la Yesu Kristo. Ule upako ulioshuka kwa Sulemani na watu wake, hata Mungu akawatajirisha na zaidi ya kuwatajirisha, na wewe utajirike katika jina la Yesu Kristo. Huyu Mungu aliyewabariki wale, anabariki na sisi leo. Haleluya, haleluya. Unajua ni raha kweli kabisa. Huyu Mungu tunayemwabudu hatujapoteza. Nataka nikwambie hivi, kuna watu wameacha shughuli zao tangu majuzi, hawajaenda kazini. Nataka nikwambie ya kwamba uliahirisha kazi yako kwa ajili ya Bwana, na ufanikiwe katika jina la Bwana. Kuna watu wameacha watoto wao hata chakula hakikuweko. Na leo nikwambie, kungawe chakula tele katika nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Na uone kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Na uone nguvu ya Mungu ndani ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Ni lazima uone changamko. Kwa nini? Kumsifu Mungu kunaleta changamko la moyo. Kunaleta changamko la nini? La moyo. Moyo ukichangamka na sura inachangamka. Hebu mwangalie jirani, amechangamka au sura yake imekunjamana? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nakwambia tuko mbele za Yesu Kristo. Changamka katika jina la Yesu Kristo. Changamka katika jina la Yesu Kristo. Tikisa jirani yako, tikisa jirani yako, mwambie changamka, tuwe nyumbani mwa Bwana. Changamka, tuwe nyumbani mwa Bwana. Matatizo yote yairisha. Pokea jina, pokea nguvu za Yesu Kristo. Matatizo yairisha, matatizo yairisha, matatizo yairisha. Shida zako zote ziondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huyu ni Mungu wa mbingu na nchi anayeweza kubariki watu. Nataka nikwambie hivi, maisha yetu sisi yako hapa ni kwa sababu Mungu ameona namna ambavyo moyo wako unatibuliwa na nini? Na Roho Mtakatifu anakitibua ndani. Vinavyotoka ni nguvu ya Mungu inayotembea. Nataka nikwambie, Mungu anachotaka ni kuona utumishi wake unamtumikia Mungu. Maisha yako unapokuwa kazini, mtumikie Mungu. Moyo wako unamtukuza Bwana. Sikiza nikwambie, hata ukifika kazini, wewe ni bosi kazini. Nataka nikwambie hivi, ukifika kwenye kiti, mwambie Mungu nakushukuru. Umenipa hiki kiti. Nikae sawa sawa kama mtumishi wako. Mimi nakwambia kabisa, utakuwa na utisho wa ajabu sana. Kila mtu atakuhofu. Si kwa sababu unatisha sura yako, ila kwa sababu upako na utisho wa Mungu uko juu yako. Kila sababu unasimama, kila mtu anaheshimu, anasema mtumishi wa Bwana ameingia. Haleluya, watumishi wa Bwana. Haleluya, watumishi wa Bwana. Haleluya, watumishi wa Bwana. Usijidharau mtumishi wa Bwana. Wewe ni wa Yesu. Yaani Yesu anajua kabisa nina mtakatifu mmoja yuko pale Injili. Anajua yuko mtakatifu wake. Kwa hiyo hata wewe katika Biblia inasema watakatifu walioko duniani ndio wanaopendezwa. Unafikiri akina nani? Na wewe uko ni mmoja wao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo wale watu wakamsifu Mungu katika sifa zote walizozitoa. Sikiliza nakwambia. Lakini walienda mbele za Bwana kwa shukrani, wakimshukuru Mungu katika mengi aliyowatendea. Lakini pamoja na kwamba hekalu lilikuwa limejengwa na limemalizika na inawekwa wakfu, walienda mbele za Bwana
kama ambavyo watu wamekuja hapa wakisema hakika Mungu tunamshukuru kwa mengi uliyotutendea, na hata leo tunamshukuru tena Mungu katika ibada hii. Watu wote tuliokusanyika tuko hapa tunamhimidi Bwana. Sikiliza, sifa zote na heshima tumrudishie yeye aliye hai mbinguni. Makofi mengi kwa Yesu. Kwa nini? Yeye peke yake anastahili, huyo peke yake ndiye Bwana. Tunahitaji kumpa heshima yake, na ni lazima tujue ya kwamba tuko hapa na yeye yupo, na kwa sababu yupo, baraka za Bwana ziko pamoja na sisi, wala hatatuacha yatima. Atakuwa pamoja na sisi, atatembea pamoja na wewe nyumbani, atatembea pamoja na wewe kazini, atatembea pamoja na wewe kwenye biashara, atakuwa pamoja na wewe kwenye chombo cha usafiri. Sikiliza, utajiri na heshima vina Bwana peke yake. Heshima na utukufu vina Bwana peke yake. Ukiwa kanisani, heshimu Mungu, ndiye bosi peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Bwana. Haleluya, watumishi wa Bwana. Heshima ni kwa Mungu. Tukifika mahali kanisa, tukimpa Mungu heshima yake anayostahili, mimi nawaambia, tunamwambia Mungu ni sawa. Ni lazima tuhakikishe tunatimiza wajibu wetu wa kumpa ile hali yake mwenyewe, yaani ustahili wa Mungu anaostahili kupewa ile nafasi yake kama Mungu. Je, tunaichukuliaje Mungu? Tunamchukuliaje? Wewe usimchukulie Mungu kama binamu yako, ndugu yako. Mungu sio binamu. Mungu sio mjomba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sio mjomba. Mungu sio bibi yako. Amen. Mungu sio huyo. Mungu yuko hapa. Hata wewe amekuona. Hata mimi ameniona. Ninamshangilia Mungu sababu ameniona. 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 Amen. Hebu imba kidogo tunamaliza hivi. Amen. Simama, simama. Ameniona. 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 Yesu ameiona shida yako, Yesu ameiona. Na leo usiondoke, shida yako Yesu anaiona. Ameona mateso yako, ameona shida zako, ameona mahangaiko yako katika siku ya leo ya kumsifu. Na yeye ameona namna ambavyo unateseka. Kama unaona kuna jambo unataka Mungu akutendee, na tuombe pamoja na wewe, unaweza kuja hapa. Yesu amekuona. Yesu amekuona, Yesu amekuona. Kama kuna jambo unataka tuombe na wewe, unaweza kuja hapa mbele. Wakati tunaimba unasogea ili tuombe maombi machache, kwa sababu ameona teso lako, kwa sababu ameona shida yako, kwa sababu ameona mahangaiko yako. Katika jina la Yesu Kristo ameniona tunapote. Ameona moyo wangu, ameona
wako juu. Yesu amekuona. Yesu amekuona. Yesu amekuona mtumishi wa Bwana. Yesu naona watu katika jina la Yesu. Wewe chunguza mioyo yetu. Unatujua vile ambavyo tulivyo. Wakati mwingine dhambi imetosha maisha yetu. Hakika tunajikuta tuko sawa. Bwana peke yako ni hai. Umeliona Bwana. Umeona na mtumishi wako. Umeona na yule amekaa kwenye kiti naye umemuona. Hata yule aliyesimama umemuona. Bwana peke yake umetuona. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo. Ukionyanyua mikono yako juu, Roho Mtakatifu anapita kwako. Roho Mtakatifu, endelea kushukuru, endelea kumshukuru Mungu. Endelea kusema Mungu asante umeniona leo. Hata kama unaona matatizo hayo yanaendelea, endelea kushukuru kusema hakika Bwana nimekuona. Hata kwenye ugonjwa wangu huu, Baba nimekuona. Hata kwenye matatizo yako haya, Baba nimekuona. Hata kama kwenye shida hizi nimekuona. Hata kwenye biashara nimekuona. Endelea kusema Bwana na kushukuru. Endelea kushukuru. Endelea kushukuru. Huyu Bwana yuko ili akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea ile nguvu. Pokea ule upako. Pokea ule upako. Pokea ule upako. Pokea ule upako. Yesu asante kwa sababu umemuona huyu mama. Umeona huyu baba. Umeona hakika mahitaji yake. Mahitaji yako yaliyoshindikana kwa Yesu yanawezekana. Mipango yako ambayo ilikuwa inakwama sasa itawezekana katika jina la Yesu. Imani yako ni kubwa na Bwana ameona anaenda kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu asante. Raposa karaba. Roho Mtakatifu yuko hapa na kuhudumia. Roho Mtakatifu yuko na kuhudumia. Ugonjwa wako unapona katika jina la Yesu. Mateso yanaondoka katika jina la Yesu. Mateso hayatarejea tena mara ya pili. Mateso hayatarejea tena mara ya pili. Mateso hayatarejea tena mara ya pili. Hilo ni neno la Bwana. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Hata kwako imewezekana. Hata kwako inawezekana. Biashara zako ziendelee katika jina la Yesu Kristo. Asiwepo wa kuangusha biashara zako. Asiwepo wa kukuonea wivu katika jina la Yesu Kristo. Wasiwepo wa kukurudisha nyuma. Ndoa yako iende vizuri katika jina la Yesu. Maisha ya watoto wako yaende vizuri katika jina la Yesu. Kila unalotamani litokee litatokea katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako vile vile. Sema Bwana Yesu, nakushukuru sana kwa uponyaji wako. Kwa uponyaji wako. Kwa neema yako hii ambayo umeifanya. Nimeona muujiza. Muujiza mkubwa ambao sijawahi kuona ya Bwana. Ninakuona katika ibada ya leo. Mahali hapa tunakuona wewe Mungu wasiwasi. Katika jina la Yesu. Asante kwa uponyaji. Asante kwa nguvu zako. Wengine hapa wamepokea nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea upako wa kumtumikia Mungu katika jina la Yesu Kristo. Pokea upako. Pokea upako. Pokea upako kwa jina la Yesu Kristo. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Shangilia tena Yesu. Shangilia tena Yesu. Shangilia tena Yesu. Shangilia tena Yesu. Amani, shangilia Yesu, jamani, Yesu ni mzuri.